Karibu katika tafakari ya masomo ya Dominika 27 ya mwaka C wa kanisa, na ujumbe mkuu wa masomo ya Dominika hii: tusiache imani tunapoona watu waovu wakifanikiwa. Somo la kwanza latoka katika kitabu cha nabii Habakuki, sura ya kwanza aya ya 2 hadi ya 3 na sura ya 2 aya ya 2 hadi ya 4. Nabii Habakuki alitoa unabii wake katika taifa la Yuda. Huyu ni mmojawapo wa manabii wadogo. Alitoa unabii huo kipindi cha mfalme Yehoyakini wa Yuda, ambaye alitenda uovu mbele za Mwenyezi Mungu na akatekwa na taifa la Babuloni, yeye pamoja na maofisa wake, chini ya utawala wa mfalme Nebukadneza, miaka ya 600 kabla ya kuzaliwa Kristo. Baada ya mfalme huyu kutekwa na kupelekwa uhamishoni pamoja na watu wote waliokuwa maarufu kule Yuda pamoja na maeneo yote ya taifa hili la kusini, basi Yerusalemu ikabakia na masikini wengi. Ni katika kipindi hiki nabii Habakuki anamuuliza Mwenyezi Mungu swali moja la msingi ambalo wengi wetu pia tunajiuliza: inakuwaje taifa ambalo ni ovu na mtu ambaye ni muovu Nebukadneza anaweza kuwashambulia na kuwatesa watu ambao ni wema, watu wa Yerusalemu, watu wa Yuda? Somo la leo sasa ni jibu la Mwenyezi Mungu kwa nabii Habakuki. Mwenyezi Mungu anamwambia nabii Habakuki yeye anatenda kwa muda wake, lakini mtu ambaye ana imani thabiti ataishi kwa sababu ya imani yake. Mtu ambaye anatenda haki ataishi kwa sababu ya imani yake. Lakini kuhusu maangamizi ya watu waovu, Mungu anasema atatenda kwa wakati wake. Somo la Injili linatoka katika Mwinjili Luka sura ya 17 aya ya 5 hadi ya 10. Mitume wanamuomba Yesu awaongezee imani. Yesu anawaambia, mngalikuwa na imani ndogo, mngeweza kuhamisha mbuyu na kuuambia ukaote baharini kutoka nchi kavu. Yesu anahitimisha kwa kuambia kwamba watende matendo ya kiimani pasipo kutaka kupewa asante. Wao waseme tu, sisi tumetenda yale ambayo tumepaswa kuyatenda kama watumishi. Somo la pili linatoka katika barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya kwanza aya 6 hadi ya 8 na aya 13 hadi 14. Barua hii iliandikwa na Mtume Paulo akiwa gerezani au muda mfupi tu baada ya kutoka gerezani, kati ya mwaka wa 60 hadi mwaka wa 64 baada ya kuzaliwa Kristo. Paulo alikuwa amewekwa gerezani na mfalme jeuri, katili na msumbufu kwa Wakristo kwa kipindi hicho, aliyeitwa Nero. Anamtia Timotheo matumaini kwamba aishikilie imani yake na auishi ubatizo ambao aliungama. Pengine alihisi Timotheo angefifia katika imani yake baada ya kumuona Paulo, mtu mwema, anateswa na mtu mbaya ambaye ni mpagani, mfalme Nero. Sasa tunapata ujumbe upi katika masomo ya Dominika 27 ya mwaka C wa kanisa? Walau mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza, tusikate tamaa hata tukaiacha imani yetu pale ambapo tunaona watu wabaya wanafanikiwa katika matendo yao. Tunapoona watu wabaya wanafurahia maisha, tunapoona watu wabaya wanaendelea kuwa maarufu huku duniani, tunaona watu wabaya wanafanikiwa kiuchumi, tunaona watu wabaya wanafanikiwa kijamii, tusikate tamaa. Biblia takatifu inatueleza katika maeneo kadhaa kwamba watu waovu watastawi sana, lakini anguko lao litakuwa ni kubwa. Zaburi ya 37, Zaburi ya 73 na Zaburi ya 49 zote zinatueleza kwamba
watu wabaya watastawi kama nyasi, lakini mwisho wao watakufa kama wanyama, na kumbukumbu lao litasahauliwa kwa muda mfupi. Kitabu cha Ayubu sura 21 aya ya 1 hadi 13. Ayubu pia anamuuliza Mwenyezi Mungu, inakuwaje watu wema wanapitia mateso? Lakini Ayubu anajifariji kwa kusema kwamba Mungu anajua sababu zake, na baada ya muda atamuokoa yule ambaye ni mwema. Kitabu cha Mithali sura ya 11 aya 21. Mtu mwovu hatadumu katika uovu wake milele, hakika atapata iliyo thawabu yake. Na kitabu cha Hekima ya Yoshua bin Sira sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 8. Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma na ni mwenye hasira. Anamwacha mtu mwovu aendelee kutamalaki, akitambua kwamba mtu huyu anaweza akajitambua na akajirudi na akawa mwema. Lakini hasira yake Mwenyezi Mungu huja ghafla na kuwaangamiza wale ambao wanasema nimetenda yaliyo maovu, kwani Mungu amefanya nini? Nimeiba, kwani Mungu amefanya nini? Nimefanya kosa hili, kwani Mungu amefanya nini? Nimesema uongo, kwani Mungu ameniadhibu wapi? Mbona anaendelea kutamalaki? Neno la Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Hekima ya Yoshua sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 8. Mungu ana huruma na ana hasira. Anamvumilia mdhambi ili ampe nafasi ya kutubu. Tukisoma pia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 aya ya 15 hadi ya 18, neno la Mwenyezi Mungu linasema waziwazi kwamba Mungu ametupa sisi wanadamu uhuru. Tuamue wenyewe, tuende mbinguni ama tuende motoni. Tuamue wenyewe, tuchague maji ama tuchague moto, tuchague uhai ama tuchague kifo. Kumbe wapendwa, katika neno la Mwenyezi Mungu tunadhihirishwa kwamba mtu mwovu hatadumu katika uovu wake milele. Kuna siku tu ataadhibiwa endapo hatatubu. Jambo la pili la kujifunza: tutende matendo mema ya kiimani pasipo kutaka kupewa asante. Yesu anawaambia wanafunzi wake, mkishatenda hayo yote, kuhubiria watu Injili, hata mmechoka sana, semeni, sisi ni kama watendakazi tusio na faida, tumefanya tu yale ambayo tumepaswa kufanya. Na sisi katika ulimwengu huu tunaoishi kwa sasa hivi, tutende yale masuala ya kiimani kwa sababu Mungu amesema tuyatende, na baada ya kuyatenda tujiambie sisi ni kama wafanyakazi ambao tumefanya lililopaswa kufanywa. Twende kanisani tusali, tulisome neno la Mwenyezi Mungu, tupokee sakramenti, tuwasaidie watu katika changamoto zao, na tukishafanya hivyo tufurahi kwamba tumetekeleza yale ambayo tunapaswa kufanya. Na kwa namna hiyo hatutalalamika kwamba mbona watu wabaya wanafanikiwa, alafu sisi tunaotenda matendo haya hatuna labda mafanikio makubwa sana. Jambo la tatu na la mwisho: katika zama za kale, tukianzia kipindi cha Mfalme Suleiman kuja mpaka enzi zetu hizi, kuna mifano kadhaa ya watu ambao walistawi sana, lakini mwisho wao ukawa sio mzuri, na pengine waliwatesa watu kwa namna moja ama nyingine, au walienda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na ndiyo sababu miisho yao yote haikuwa mizuri. Mkumbuke Mfalme Suleiman aliyetawala taifa la Israeli katika karne ya 9. Akamjengea Mwenyezi Mungu hekalu kwa mujibu wa kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 5 hadi sura ya 9. Na akawa na mali nyingi na utajiri mkubwa kuliko wafalme wote wa dunia. Lakini mfalme huyu Suleiman alipomkosea Mwenyezi Mungu kwa kuoa wanawake 700 pamoja na kuwa na masuria 300, Mungu alimwadhibu na akafa. Umaarufu wake ukapotea na ukasahaulika kwa muda mfupi. Mkumbuke Mfalme Nebukadneza wa Babuloni. Huyu
ndiye aliyewateka Waisraeli na kuwafanya kuwa watumwa katika taifa la Babuloni. Ilifika sehemu akajiona kwamba yeye ni kama Mungu na watu wa mwabudu. Mungu akamnyenyekesha. Katika kitabu cha nabii Danieli sura ya 4 aya 28 hadi 33, mfalme huyu alipelekwa katika kifungo kwa muda wa miaka 7. Kifungo chenyewe ni kwenda porini kula majani kama ng'ombe, kuishi katika umande wa majani yaliyokuwa huko porini na kuota manyoya. Kwa muda wa miaka 7 alikuwa anakula nyasi na majani ya kawaida kama ng'ombe kabisa. Kisha Mwenyezi Mungu akamrudisha tena. Katika enzi za kwetu hizi, mkumbuke dikteta Idi Amin Dada aliyetawala Uganda kati ya mwaka 1971 hadi 1979. Aliwaua watu wapatao 300. Akasababisha mateso makubwa kwa wapinzani wake. Watu wakaishi kwa hofu. Watu kutoka bara Asia akawafukuza. Akawa mfisadi namba 1 katika serikali, na inasadikiwa pia alikula nyama za watu. Lakini mwisho wake ulikuwaje? Alipinduliwa na majeshi ya Tanzania mwaka 1979, akakimbilia nchi ya Libya na baadaye Saudi Arabia, na akafia huko mwaka 2003 kwa sababu ya kansa ya tezi dume. Mkumbuke Mengistu Haile Mariam wa Ethiopia aliyempindua Rais Haile Selassie mwaka 1977 na akatawala taifa hilo la Ethiopia tangu mwaka 1977 hadi mwaka 1991. Mwanajeshi huyu Mengistu Haile Mariam aliunda kikosi maalum cha kutesa watu, na kikosi hicho kwa bahati mbaya sana kilikuwa na watu waliofundishwa, waliopelekwa shule na Mfalme Haile Selassie Ethiopia. Kikosi hicho kiliitwa Red Terror. Yeye pamoja na kikosi hicho baada ya kuingia madarakani waliwaua watu maelfu kwa maelfu. Ikatokea njaa kubwa katika nchi hiyo, udikteta wa hali ya juu, na wapinzani walipitia mateso makali. Na Mfalme Haile Selassie wa Ethiopia aliuawa na kuzikwa katika mfereji wa choo. Lakini mwisho wake ulikuwaje huyu Mengistu Haile Mariam? Aliangushwa na waasi wa kijeshi huko nchini mwaka 1991 na akapata hifadhi nchini Zimbabwe, na kwa sasa amehukumiwa adhabu ya kunyongwa na anaisubiria. Mkumbuke Jean Bedel Bokassa aliyetawala nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kati ya mwaka 1966 hadi 1979. Huyu aliendeleza utawala wa kifalme wa kifahari sana, akataka watu wamwabudu kama Mungu, akatumia mali ya taifa vibaya, akawaua wapinzani kwa ukatili, na inasadikiwa pia huyu alikula nyama za wapinzani wake. Hatimaye alipinduliwa kwa jeshi kwa msaada wa Ufaransa na alikufa kwa mshtuko wa moyo mwaka 1996. Mkumbuke dikteta Mobutu Sese Seko Kubanda mwana wa Nzambanga aliyetawala taifa la Zaire kati ya mwaka 1965 hadi 1997. Huyu aliendesha ufisadi mkubwa katika nchi yake, akapora mali za taifa, akawatesa wapinzani, akaishi maisha ya kifahari. Tunaambiwa kwamba huyu ilikuwa ni utaratibu wake tu, akitaka kunyoa ndevu anaweza akaenda nchi ya Saudi Arabia kwenda tu kunyoa ndevu, na akitaka kunywa wine kidogo anapanda ndege anaenda nchi ya Ufaransa kunywa wine. Akamfungulia mke wake kampuni ya kuuza nguo,
na akaamuru wanafunzi wote wa shule wanunue uniform kutoka kampuni ya mke wake. Mwaka 1979 wanafunzi wengi waliuawa katika nchi ya Zaire kwa sababu walishindwa kununua nguo kutoka kwa mke wake. Lakini mwisho wake ulikuwaje? Alipinduliwa na waasi wa Laurent Kabila, alikimbilia Morocco na huko akaugulia ugonjwa wa kansa mpaka akafa mwaka 1997. Kumbe hakuna mtu aliyemwasi Mwenyezi Mungu akadumu katika fahari zake. Tuendelee kuishikilia imani yetu hata kama tunaona watu wabaya wanafanikiwa. Na kutakia Dominika njema ya 27 ya mwaka C wa kanisa. Na katika Dominika ijayo tutaona thawabu wanayopata watu ambao wanasimama imara katika imani yao.